Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Na kukaribisha mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 kuweza kupata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almas. Tega sikio na unipe macho mwanzo hadi mwisho, nasema karibu. Tuanzie na huko Enge ambako mapambano kati ya wazalendo kundi la Bilozi Bishambuke na waasi wa Twigwanero Red Tabara tiifu kwa M23 yameripotiwa siku ya kwanza wiki tunayo ya tariki 5 Mei 2025 kwenye kijiji cha Enge sekta Mutambala tarafani Fizi. Akizungumza na TV yako Engineer na Mubamba, ni msemaji wa Bilozi Bishambuke, ameonyesha namna mapambano alivyokuwa katika eneo hiyo. Ndio, ilikuwa ni asubuhi ya saa 12 ya hii Jumatatu ya tarehe 5 Mei mwaka wa 2025 wazalendo wa kundi la CPC Barfa Bebe Bishambuke yake Jemadari Delphin Kalembe Ngomanzito walikuwa wakiendesha doria kwenye kijiji cha Kakenge na kando ndipo walikutanana na mlolongo wa wapiganaji wa Gumino Twigwaneho ambao walikuwa wanajielekeza kwenye kijiji cha Mulima ili kuendesha mauaji dhidi ya raia. Wapiganaji wa kundi la Bilozi Bishambuke waliingilia kati na mapambano ikaanzishwa hiyo asubuhi ambayo ilidumu muda wa saa 5. Ilipofika saa 5 ya mchana adui akakimbia. Eneo ambamo waliwakuta hawazoei kutembelea au kuonekana kwenye eneo hilo. Ni tangu jana ndipo raia walilala na wasiwasi. Walipata habari kama Gumino Twigwaneho AFC Red Tabara walionekana huko kwenye maeneo kando ya Kakenge, na pia wengi wao walikuwa wanaonekana kuelekea kwenye maeneo ya kijiji cha Mulima. Ndipo wazalendo wakazidisha doria ili kwamba waweze kuzuia mauaji yasiendeshwe. Twigwaneho tangu waliweza kujiunga na M23 wakishirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara, wanaonekana kwa sasa kukosa chakula kwenye maeneo ya Minembwe. Sasa walio wengi wanatamani kupata chakula kwenye vijiji kando, na ndio maana wanapenda kujielekeza kwenye maeneo ya Mulima na kando kuua raia, kuwanyang'anya mali zao, nao pia waweze kupata chakula. Ndio unajua kwamba vita ya mbele iko tofauti na vita ya sasa. Zamani tulikuwa tunapigana na Twigwaneho ambao ilikuwa naundwa na raia tu wa Minembwe ambao walichukua silaha katika mazumuni ya kutaka kulinda ngombe zao. Lakini kwa sasa tunapigana na jeshi ambalo linajulikana kwa umahiri wake katika nchi za Afrika Mashariki. Wanapata misaada kutoka nchi za Ulaya, wanapata misaada kutoka nchi za Marekani, na pia wanapata misaada kutoka hata nchi za Asia. Sasa jeshi la Rwanda kupambana na vijana wa autodefense ambao waliweza jiunda katika hata kuzuia vijiji vyao visiunguzwe na Twigwaneho. Unaona kama ni vigumu sana, lakini vijana wetu wanajitahidi katika hali kudhibiti mambo na kuendelea kulinda usalama wa raia na mali yake kwenye maeneo ya Nyanja tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga. Soutien totale, tunashirikiana na jeshi tunapata misaada kidogo ya jeshi la taifa na misaada ya vifaa vidogo ambavyo tunavyo na vinatusaidia. Tunatumaini ya kwamba mnamo siku zijazo matunda yataonekana kutokana na misaada ambayo tunaipata kutoka kwa jeshi la taifa. Ndio, ujumbe wangu kwa raia wa Kongo, hususan wale wa tarafa la Fizi ambao wanaendelea kushuhudia mapigano ya siku nenda siku rudi kwenye maeneo hiyo, wabaki chonjo, lakini waunge mkono vijana wazalendo ambao waliweza kuchukua silaha ili kwamba waweze kuwalindia usalama. Ujumbe wetu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuwa makini, kuendelea kushirikiana
sana wazalendo kuwapea misaada inayostahili ili kwamba waweze kupambana vilivyo na jeshi la Rwanda linaloshirikiana na waasi wa Twirwaneho pamoja na waasi wa Burundi wa Red Tabara. Alafu tuseme kwamba mashirika za kiutu, raia wengi mpaka sasa wanapatikana porini, wanakosa msaada, wazee wanafariki kwa sababu ya hali ya baridi ambayo inaendelea kuripotiwa kwenye maeneo ya nyanja za juu, watoto pia na wanawake wajawazito. Kwa kweli hali ya kiutu kwa sasa ni mbaya sana. Wakimbizi wanakosa hata hema, wengi wao wanalala nje, wanashimika tu miti, wanalala nje, na siku hizi mvua ni nyingi sana kwenye maeneo ya Rugezi. Kwa kweli hali ni mbaya sana kwa raia waliokimbia makazi yao, raia ambao vijiji vyao viliweza kuunguzwa na jeshi la Rwanda likiunga mkono waasi wa Twirwaneho M23 AFC wakishirikiana na watu wa Burundi. Kwengineko ni huko Baraka ambako kikao cha kujadili kuhusu malipo ya matunzo ndani ya hospitali kuu ya Baraka kimeendeshwa siku ya kwanza wiki tunayo ndani ya chumba cha mikutano cha hospitali hiyo na kukusanya viongozi wa kiserikali na wale wa tabaka tofauti. Kwake Asa Echakridum, mganga msimamizi wa hospitali hiyo, amesema kuwa kutokana na changamoto wanazozipata kwa sasa ndio imepelekea wao kuitisha kikao hicho. Asa Echakridum anaeleza mengi kuhusiana na kikao hicho. Ni zoezi la kawaida. Hospitali ya Baraka ni hospitali ya serikali, na ukisema serikali unasema raia. Kwa maana tulialika viongozi wakuu wa serikali wa mji wa Baraka pamoja na viongozi mbalimbali wa raia, mashirika za kiraia, Rekodesa na viongozi mbalimbali wa makanisa. Lengo kuu ilikuwa kufanya discussion kuhusu tarifa, yani malipo katika servisi za hospitali. Ni zoezi, unajua kila kitu kinalomba Faransa wanasema mise à jour. Yapata sasa takriban miaka 3 tarifa ambayo tulikuwa tunatumika imeshafanya miaka 3. Kwa mengi ambayo yamebadilika. Kuna hali ya vita ambapo inafanya wafadhili wengi kuacha kazi, na pia kuna hali ya madawa. Tulikuwa na mradi siku zilizopita, mradi ambao unaleta madawa, mradi wa serikali unaozaminiwa na Bank Mondial, ambao ulikuwa unaleta vidonge madawa nyingi hapa katika hospitali yetu. Sasa kwa sasa mradi huo ndio unaendelea, ila hospitali ya Baraka inakaribisha raia wote kwamba milango bado inafunguliwa, na kuna zile huduma ambazo tunatoa kwa bure zinaendelea kuwa za bure, hususan kuzaa. Wanawake watakuwa wanaendelea kuzaa kwa bure, hata ikibidi afanywe upasuaji wa mtoto pia ni bure. Pia tunatunza bure utapiamlo, tunatunza bure watoto wachanga, wale ambao hawajaeneza mwezi mzima tunawatunza bure. Tunatunza bure hata wasiojiweza. Huko Katogota ni kwamba milio ya risasi imesikika kwa wingi muda mrefu mchana wa siku ya kwanza ya wiki tunayo katika eneo la Katogota, ambako yasemekana ni mapambano kati ya FARDC wazalendo dhidi ya AFC M23, na hivyo kupelekea raia wamoja kujawa na wasiwasi ndani ya mji wa Kamanyola tarafani Walungu jimboni Kivu ya Kusini. Huko Kilembwe ni kwamba shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi limetaja kuguswa na mgomo wa walimu ambao mpaka sasa wanakataa kurudi mashuleni kwa ajili ya kufundisha watoto ili kumaliza mwaka wa masomo. Katika mazungumzo na TV yako Abidi Sumbi Abdul, mratibu wa muundo huo, ameonyesha kuwa ni jambo la walimu kuvuta subra ili kunusuru watoto na mwaka huu wa masomo 2024-2025. Kitu kinachotushangaza ni kitu kimoja. Yapata mwezi na nusu ndani ya jiji ya Kilembwe watoto hawasomi. Division Baraka D inafanya mgomo wa kutokusoma. Sasa hivyo vitu vinatushangaza sana. Watakuja fanya mgomo na baada wamekwisha fanya hatua, kuna baki tu miezi chache watoto wafunge masomo. Hiyo kitu kinatushangaza sana. Tunasikia Baraka kando kote fasi zote zingine watu wanasoma. Kwa nini wakuu viongozi wa masomo washindwe kufuatilia hayo mambo? Hiyo ni lalamiko letu, na sisi kama zile shirika la kiraia tunapendekeza wangejitahidi wakuu viongozi wawaone wakuu wa division ya Baraka 4 wafungue milango ya masomo, watoto wamalize masomo.
Kilembwe tu, Kilembwe, lakini kwingine kwando watoto wanasoma, lakini Kilembwe tu watoto hawasome. Tatizo ni hili, kama tunasema sous division Baraka 4 iko hapa Kilembwe, na wenyewe wanakataa kufundisha. Ni walimu na viongozi wao wa director wao ndio wanakataa kufundisha, lakini uongozi uko hapa. Sous division Baraka 4 iko hapa, na ile njoo inapaswa kuwa inasisimua watu wake, lakini wenyewe wanakataa kufundisha. Ni walimu na wa director wao ndio wanakataa kufundisha. Wale sous division tulisema sous division Baraka 4 sababu wao ndio wakubwa wenye kuwa hapa. Ndio maana tulisema walimu maekole ambazo zinasimamiwa na sous division Baraka 4 ndio nakataa kufundisha watoto hapa Kilembwe. Ndio sababu hiyo sisi kusema hivi na kuwataja, lakini ambao wanakataa ni walimu na wa director wao. Asa hawalipwi miezi kama 2-3, hawapati pesa za serikali. Ndio sababu ya kuwa ya kukataa kufundisha watoto. Na alipoulizwa ikiwa tayari wamefanya hatua fulani ya mazungumzo pamoja na walimu pa Kilembwe, Abedi Sumbi amejibu yafuatayo kwenye TV yako. Hiyo ndio walimu walishaonywa, lakini bado kukubali. Hapa tulionana na watu wa Sekop, walizungumza, wanaenda onana kwanza na wajumbe kutoka Waraka sababu Espul waliingia jana. Watafanya kwanza vikao vyao, waangalie kwa mazungumzo yao kama watakubaliana namna gani. Leo ndio tunawaona watu wa Sekop wanaenda onana na Espul, tusikie gisi watazungumza. Lakini ingawaji wanaweza wakafundisha, lakini itakuwa kabisa sikufundisha halali, itakuwa fundisha moja ya hivyo tu kusudi mwako malizike. Kwengineko ni kwamba mkuu wa korti ya kikatiba Dieudonne Kamuleta alimtaka spika wa bunge la taifa Vital Kamerhe kuheshimu kifungu cha 151 cha katiba. Katika barua iliyoelekezwa kwa spika huyo wa bunge la taifa, Kamuleta alikumbusha kwamba kifungu hiki kinahitaji mahakama kufanya kazi yake kwa uhuru juu ya kesi ambazo inazo tayari bila kuingiliwa ukizuizi. Mkuu wa korti ya kikatiba anataja katika barua yake ya kwamba utaratibu wa sasa umepita tayari hatua ya kabla ya uamuzi, na kwamba katika hatua hii haiwezekani tena kujadili swala la idhini ya mashtaka au kuondoa kwa kinga. Pia anasisitiza kwamba kifungu cha 151 kinatumika katika tukio ambalo mbunge ametenda kosa huku mwendesha mashtaka wa umma amepanga kuanzisha mashtaka au kukamatwa kwa mbunge huyo. Katika hatua hii korti tayari imechukua sababu chini ya kufikiria lazima ya juu ya masuala yote ya kiutaratibu na madhubuti yaliyoletwa ndani ya mfumo wa kesi. Siku chache zilizopita, spika wa bunge la taifa Vital Kamerhe alikuwa milani ukiukwaji wa sheria na mahakama ya kikatiba katika kesi iliyomlenga mbunge Matata Ponyo bila kinga yake ya ubunge. Spika huyo wa bunge la kitaifa aliomba kwa korti ya kikatiba kufuata utaratibu wa kisheria, akitaka iweze kutuma ombi la kuondoa kinga ya mchaguliwa huyo wa Kindu katika bunge la kitaifa, haswa katika kesi yake ya ubadhirifu wa mali za umma kuhusu mradi wa agroalimentaire wa Bukanga Lonzo. Katika kesi hiyo upande wa mashtaka ulikuwa umeomba miaka 20 gerezani zidi ya Matata Ponyo mapo. Tumalizie na kwengineko ambako katika hali inayoendelea ya uvamizi wa Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Antoine Tshisekedi alihimiza serikali kuchukua hatua za haraka za kurekebisha fedha za umma. Alisisitiza kwamba mzozo huu unasababisha ongezeko la mahitaji ya usalama katika hali ambayo rasilimali haziridhishi. Wakati wa mawasiliano yake katika mkutano wa 42 wa baraza la mawaziri uliofanyika Ijumaa Mei 2, 2025 makao makuu ya Umoja wa Afrika, mkuu wa nchi alisisitiza juu ya hitaji la udhibiti mkali wa mfumo wa uchumi kwa lengo la kuunda masharti ya kupona tena kiuchumi hatua za ulinzi wa bajeti. Felix Tshisekedi pia alikumbuka ahadi zilizotolewa na DRC kwa taasisi za Bretton Woods haswa IMF kama sehemu ya mpango inayoungwa mkono na kituo cha mkopo. Rais ameomba kwa serikali kuzindua mchakato wa kutambua miundo iliyoundwa katika miaka ya hivi karibuni haswa ndani ya wizara. Kilichokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Bila shaka hapo ni mwisho wa taarifa yetu habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Nikukumbushe kwamba tunatokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sisi kama Fizi News 24. Msomaji wako kwa taarifa hii alikuwa ni mimi Safari Almas. Bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.